Haleluya. Watu walio ngambo ya pili, tulishtuka sote kanisani leo kusikia kwamba hawavai viatu. Unasikia kisi mzee Matendo alishangaa na iko kumikro. Watu walio paradiso hawavai viatu. Hawavai viatu, wako miguu peku. Lakini si eti wako na shida, wako vizuri. Pamoja kwamba wako miguu peku, wako miguu kanya, lakini wako vizuri. Na njia pekee ya kufika pale ni kuishi neno. Unasikia vizuri? Njia pekee ya kufika pale ni kufanya nini? Ni kuishi neno. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi nous nous défendons. Na ndio maana tunafanya kile chote tuwezacho ili kwamba tuweze kufika mahali pale. Amen. Lakini unapaswa kufahamu hili. Utakatifu sio wa mwanadamu. Sawa? Je, mnasikia vizuri? Utasema utakatifu sio? Utakatifu sio wa mwanadamu. Utakatifu ni wa Mungu peke yake. Kwa hiyo sasa sisi tunapoambiliwa iweni watakatifu. Kuwa mtakatifu ni kuwa ndani ya yule aliye mtakatifu. Aliye mtakatifu ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Aliye mtakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ili kwamba sasa sisi tuwe watakatifu, inabidi tuingie ndani ya Yesu. Sababu ni kwa Yesu pekee, ni ndani ya Yesu pekee ndo kuna utakatifu. Kwa hiyo hakuna mtu awezaye kuwa mtakatifu kama hayuko ndani ya Yesu. Hakuna mtu awezaye kuwa mtakatifu kama hajampokea Yesu. Otherwise, utabaki tu kuwa mtu wa kujiundia sheria za vitu vya kutokufanya ambavyo havina uhusiano wowote na utakatifu. Unaweza ukajiwekea liste kubwa ya sheria. So unaona kama watu wa Agano la Kale. So walikuwa wanajiwekea liste kubwa ya mambo ya sheria. Pana kufanya hivi, pana kufanya hivi, pana kufanya hivi. Je, walikuwa watakatifu? Hapana. Tunasikilizana vizuri? Ijalishi sheria walizojiwekea. Ijalishi liste kubwa ya sheria zilizokuwepo. Na wakajiongeza zingine. Yaani tofauti na zile walizopewa na Mungu, wao waliongeza zingine. Lakini ijalishi hayo, hawakuwa watakatifu. Kwa hiyo utakatifu ni nini? Utakatifu ni kuwa ndani yake aliye mtakatifu. Kwa hiyo utakatifu sio wako wewe. Wewe hata ujitahidi jinsi gani, hata ufanye jinsi gani, kama ujawa ndani ya Yesu, utaweza chochote. Utashindwa. Uwezi weza, finally utashindwa. Sasa Mungu anachotaka yeye ni kwamba sisi tuwe ndani yake yeye aliye mtakatifu. Kwa hiyo tunapokuwa ndani ya Yesu aliye mtakatifu, moja kwa moja na sisi tunafanyika kuwa watakatifu. So tunafanyika kuwa watakatifu kwake yeye aliye mtakatifu kwa neema yake. Kristina, cha kusinzia. Mungu anatuita tuwe watakatifu. Iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Na wako macho pale. So vile kisi tunaitwa kuwa watakatifu, haimaanishi eti tunaitwa kuwa washika sheria. No, c'est très différent. Tunavyoitwa kuwa watakatifu, yani tunaitwa kuwa ndani ya Yesu. Tunaona tunapohubiri Injili, tunaambia watu tokeni kati yao enyi watu wangu. Tokeni katika madhehebu, tokeni. Hatuambie watu watoke katika madhehebu ili waje waingie katika dhehebu lingine. Hapana. Vous comprenez un peu ça? Tunaambia watu watoke katika madhehebu ili waje waingie ndani ya Yesu Kristo. Hatuambie watoke katika denomination ili waje waingie katika denomination nyingine. Ni kama vile tu. So kwa nini tunawaambia watoke? Tunawaambia watoke ili waje waingie ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. So hapo ndo kunalala Ukristo. Hapo ndo kunalala utakatifu. Hapo ndo kunalala upendo. Hapo ndo kunalala umoja. Hapo ndo kunalala heshima. Hapo ndo kunalala kujua kubebeana mizigo. Unajua kama mtu hajawa ndani ya Yesu hawezi weza kubebea mtu mwingine mzigo. Hawezi weza kufunika madhaifu ya mtu mwingine. Mtu kama hajawa ndani ya Yesu hawezi weza kuvumilia mwingine katika kushindwa kwake. Mtu kama hajawa ndani ya Yesu hawezi ona umuhimu wa mwingine katika mwili wa Yesu Kristo. Mtu kama hajawa ndani ya Yesu hawezi sifia huduma ya mwingine.
hawezi ona mazuri ambayo mwingine anafanya. Mtu kama hajawa ndani ya Yesu hawezi ona mema ambayo mtu mwingine anafanya. So all what you see ni makosa tu. Na mtu kama hajawa ndani ya Yesu anaweza katakie mwingine mabaya yampate. Mtu kama hajawa ndani ya Yesu anaweza kuwa haraka kutangaza makosa ya mtu mwingine, madhaifu ya mtu mwingine. Anasaulika kama sisi ni mwili wa Yesu Kristo. Sisi ni nini? Ni mwili wa Yesu Kristo. Si mnaona mwili gisi ulivyo? Kidole kikiumia, nani ndio analia? Si ni kinwa? Na kinwa kianza lia, nani anatoa machozi? Si ni Bwana macho? Lakini aliumia ni nani? Ni kidole. Mnaona gisi mwili ulivyo? So huyu macho anaweza akaseme mimi sitatoa machozi Bwana, mwenye aliumia ni kidole sio mimi. Hapana. Wala kinwa anaweza akaseme mimi kinwa sitalia Bwana, mwenye aliumia ni kidole sio mimi. Hapana. Na kinwa hatasema eti kidole aliumia. Kinwa atasema niliumia. So Mungu anapotuambia kwamba sisi tu viungo mmoja kwa mwingine, c'est parce que tunapaswa kujua kuleana. Yaani tunapaswa kujua kila mtu kubeba madhaifu ya mwingine. Hapana kutoa madhaifu ya mwenzako nje. Hapana kueleza watu wengine ubaya ambayo mtu fulani alifanya. Hapana kuambia watu wengine ubaya wa mtu fulani. Ukifanya hivyo manake una mapepo. Hakuna mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ndani yake ambaye atashuhudia mtu mwingine mabaya ya watu wengine. Ça n'existe pas. Hilo halipo. Utakachokifanya wewe ni kumfunikilia mwenzako mabaya yake. Mnaona roho wa Mungu? Sababu unajua ya kwamba ule ni jicho. Labda katika mwili wa Yesu yeye ni jicho, yeye ni kidole, yeye ni nywele, yeye ni kichwa, yeye ni macho, Mnaelewa vizuri hapo? Masikio ya kiziba, kinwa atasema masikio yangu. Alors, kama vile kisi mnaona harmoni katika mwili. Ndivyo jinsi pia tunapaswa kuwa na hiyo harmoni katika mwili wa Yesu Kristo. Kwa sababu sisi ni mwili wa nani? Wa Yesu Kristo. Sasa niangalia kwanza nje naona sisi ni mwili wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa hiyo inapaswa kujua kubebeana nini mizigo na kuchukua mzigo wa mwenzako kama mzigo wako. Toka nje uangalie pale naona kitu kama yumbo moja. Kujua kubeba mzigo wa nani? Wa mwenzako. Vous sentez comme si c'est pour vous. Na unapofanya hivyo, yule mwenzako na yeye atabeba mzigo wako. Surtout quand on est ensemble. Kwa sababu nous formons un seul corps qui est le corps de Jésus-Christ. Na hilo litakufanya wewe kuwajali wengine. Na hilo litazaa upendo, sababu utajua thamani ya mtu mwingine. Na huwezi weza kufanya hivyo kama hujawa ndani ya Yesu. Mnasikia vizuri ninavyowaambia? Kuna mambo ambayo mtu hata ujitahidi jinsi gani, lakini kama hujawa ndani ya Yesu, kama hujawa na Roho Mtakatifu, kama hujaokoka, hutayaweza. Wewe utakuwa tu mtu wako unaona mabaya tu. Hakuna siku mtu anasifia. So unaona kuna wahubiri wengine wako hivyo. Yeye ni mabaya tu. Kuongeongea mabaya ya watu tu. Hakuna siku anaweza akaongee Mungu ambariki fulani. Mungu ambariki fulani. Fulani amefanya jambo njema. Fulani yeye ni mabaya. Huyo maana yake bado yuko mbali. Mnajua hata sisi sasa hivi tunasikitika sana. Kuna watu ambao tuliruhusu kuhubiri haraka na hawajaokoka. Kuna watu ambao tuliruhusu tukawafanya kuwa wachungaji haraka, wakaingizwa haraka katika kazi ya uchungaji, na kumbe walikuwa hawajaokoka. Walikuwa hawajapata Roho Mtakatifu, walikuwa hawajafunzwa neno, walikuwa hawajawa na msingi kwenye neno. So kitu ambacho kimetokea, amegeuka kuwa dhehebu kama madhehebu mengine. So hilo na sisi linatupa experience ya kwamba ndio maana Biblia ilisema mchanga Kristina.
Kwa nini? Kwa sababu kama mtu bado ni mchanga, hana kitu cha kulisha wengine. Mtoto kama vile Kadani anaweza tulisha nini? Hana chakula. Kwa hiyo inabidi awe mtu mzima ndiye ambaye atajua kulisha wengine. So ikatupa na sisi experience kwamba next time hatutafanya tena kosa kama hili. We have done big mistakes. Tulifanya kosa kubwa la kupatia mtu Biblia, nenda ukahubiri, na yeye hajakomaa. So tukakaa chini tukasema tulikosea. Lakini makosa yanapokuja ni maana yake tujifunze. Tufanye nini? Tujifunze. Ili kwamba kesho yake tusirudilie yale makosa tena. Na sasa yule akisapewa hivyo huyo na hajakomaa, mtu ambaye hajakomaa waga haonyeki. Unaweza ukaonye mtu ambaye hajakomaa, siataona kama vile unamchukia. Hili yote ni nini? Kutokuona umuhimu wa thamani. Na mtu yeyote katika maandiko ambaye haheshimu wazazi wake wa kiroho, huyu hata kondoo hazina haki ya kumheshimu. Sasa katika hayo yote, narudilia tena, amen, inapaswa kuthaminiana. Huyu anamthamini huyu na huyu anamthamini huyu. Jinsi tulivyo hapa hivi. Kristina asamini Miriamu, Kristina asamini Nyota naye asamini Miriamu, Nyota naye asamini Kristina. Jonas asamini Biadu asamini Stani asamini Biadu asamini Jonas. So kila mtu akisamini mwingine na kuona umuhimu wa mwingine, hata yule mtu akikosea utamfichia makosa yake. Sababu gani? Nani ambaye hana makosa hapo? Si kila mtu anakosea. Kila mtu anakosea kwa njia moja au nyingine. So Kristina akisema yeye aanze weka makosa ya Miriamu nje, so Miriamu naye anaweka ya kwake nje. Utukufu kwa nani vile? Shetani. Donc upendo wa Mungu unatufanya kila mtu kusononeka na kusikitika kwa makosa ambayo mwingine ameyafanya. And we should learn how to love each other. Si mnaona sisi, nataka mwelewe hili. Tunapoonya madhehebu, musikiliza hapa kwa makini. Tunapoonya madhehebu, hatuna bifu na wale watu wanaoingia kwenye madhehebu. Mkompene mpesa. Haipaswi kuanza kuzalisha chuki na watu wa madhehebu. Watu wa madhehebu tunawapenda na ni watu wazuri na ni Wakristo. Tunachohonya kwenye madhehebu ni ile system ya kimadhehebu. Sikiliza vizuri hapa. Narudilia tena. Mnapoona tunahonya haya madhehebu, tunasema kanisa fulani limeanguka, kanisa fulani limeanguka, kanisa fulani limeanguka, kanisa fulani limeanguka. Tunayataja kwa majina. Tunasema kanisa Katoliki limeanguka. Tunasema hii Methodist mmeanguka. Tunasema FPCT mmeanguka, KKKT mmeanguka, EFATA mmeanguka. Tunaonya haya madhehebu. Hapo attack wale watu wenye kuwa ndani ya madhehebu. Hatuna bifu na watu wenye kuwa ndani ya madhehebu. Tulicho nacho bifu ni ile system ya kimadhehebu. Sababu ile system ya kimadhehebu imepeleka watu kinyume ya neno. So tatizo sio yule mtu. Tatizo ni ile system ambayo inamzunguka, inayomuongoza. Tatizo ni zile katiba za kimadhehebu. Tatizo ni ile miundo ya kimadhehebu. Kwa hiyo tunapoonya madhehebu sisi, tunaonya zile katiba, ile miundo, ile system. Je, mnanielewa? Sasa, kwa nini ile system? Sababu ile system ndo imeweka vitu vilivyo kinyume ya neno. Neno linasema mwanamke asiwe mhubiri, asiwe mhubiri. Neno linasema mwanamke asiwe mchungaji. Wale watu wa madhehebu katika system yao ya uongozi wa kikanisa wanaweka mwanamke kuwa mchungaji kinyume ya neno. So it is that system ndo ambayo tunaonya. So it's not a personal attack. Sio atake kwa mtu. Lakini ni ile system. Kwa sababu kuko hata wengine wanakaa mle ndani lakini hawapendi. Beaucoup de gens sont là. Wanafinyiwa na ule uzehebu, wanafinyiwa na zile katiba, wanafinyiwa na zile
mbinu za kimadhehebu, wanafinywa na ile system ya kimadhehebu. So hiyo system ndo tunapiga mpanga na kuivunjavunja, sababu ni system ya kishetani. Hivi mnapata vizuri? Lakini wale watu wale tunawapenda, ni ndugu zetu. Ndio maana tunahubiri, tunasema tokeni kwao enyi watu wangu. Ni watu wa Mungu. Sasa Mungu anasema watoke kwake. Watoke kwake nani? Kwa yule system. Sababu kuna maaskofu, watu walikaa chini wakaunda system ya kimadhehebu. Sawa? Wakajiunga kwenye kitu kinaitwa umoja wa makanisa. So tatizo ni hiyo system ya kimadhehebu, ndio ambayo tunawaona. Lakini wale watu tunawapenda. Kwa hiyo msije mkazalishe chuki katika mioyo yenu kwa mtu awa yeyote. Chuki yoyote inatoka kwa nani? Chuki inatoka kwa nani, Kristina? Chuki inatoka kwa nani? Kwa shetani. Na mtu anaweza akawe na chuki na mtu na anasema eti mimi simchukii, na kumbe anamchukii. N'ayez pas de conflit dans vos cœurs contre quelqu'un. Kuwa Mkristo ni kuwa na upendo kwa watu wote. Le christianisme se mesure par le niveau d'amour. Ukristo unapimwa kwa kiwango cha upendo kilicho ndani yako. Je, unapenda watu wote? C'est ça. Je, kuna mtu ukimuona unastuka? Kuna mtu ukimuona roho yako inadunda? Maana yake bado una tatizo. Kuna mtu ukisikia jina lake unakosa amani? Maana yake bado una tatizo. Et c'est ça le message que nous donnons. Ndo ujumbe tulio nao kwa makanisa leo. Tupenda. Aimons-nous les uns les autres. Ndo njia pekee ya watu kujua kwamba sisi tumeokoka. Hakuna Ukristo wa chuki. Ukristo wote ni kupendana, na kupenda hata mfanya dhambi. Sasa mnajua hivyo? Sasa mnajua kama upendo ufadhili. Utajuaje tabia za mtu ambaye anakupenda? Kristina, so unaingia sasa pale, unasinzia sana ni nini? Toka nje kala pale. Ndikale pale. Utajuaje mtu ambaye anakupenda? Utajua mtu ambaye anakupenda kama zile kanuni za kiupendo ziko ndani yake. 1 Corinthiens 13. Si ndio vile? Aha, subiri kwanza tupasome hapo. Wa Korinto wa kwanza. Sisi tunahubiri yana anasema usikale kumlango, toka nje kule, ikala kule kwenye kwa pikipiki. Unaona kwa watu wengine wako na mapepo. Kwa neno linatoka na sinzia tu. Yaani sisi wote hatuna hamu ya kulala. Mwe mnafikiri mimi sipendaki kulala? Mbona sisi tunakaa hivi tena wa usiku tunaamka, mameno tena anaamka usiku anaomba? Mnafikiri sisi tunafanya yote eti hatuna hamu ya kulala? Hatuna besoin ya kulala. Na sisi tuko na haja ya kulala. Nafikiri nyinyi tu ndo mko na usingizi. Sisi wote tuko na usingizi hapa, tunaweza penda tulale. Kwa vitu vingine nyinyi hamuelewi, mtakuja kuelewa huko mbele. Mkomae tu ndio mtakuja kuelewa. Huko kwenye ibada wewe unasinzia, tunafikiri sasa hatuna hamu ya kusinzia. Aya, tunasoma hapa kwenye Wakorinto wa kwanza sura yake ya 13. Inasema hivi: nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upato uvumao. Unasikia hapo Tena nijapokuwa na unabii. Msikie vizuri hapa. Inasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Ina maana malaika pia wana lugha zao. Hata uongee kwa lugha za wanadamu zote, unaongea Kiesperanto, Kichina, unaongea Kiportigo, unaongea kila kitu. Na unaongea lugha zote za malaika ambazo unajua wewe. Biblia inasema hivi: kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upato uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu. Ina maana Ukristo wote unajengwa katika kitu kinaitwa upendo. Imani linajengwa kwenye upendo. So kama Wakristo hatufiki hatua ya kupendana, then what are we doing?
Kama Wakristo hatuwezi kuvumiliana katika mambo machache, sasa shida ni nini? Amen. Yaani mtu anafanya kosa, watu wanashindwa kumvumilia. Kuna mtumishi mmoja huko Tanzania ambaye hamtamjua, anaitwa Pasco Kasha. Pasco Kasha ni kama Kasha, je ne sais pas, je connais pas bien son nom, mais anaitwa Pascal, kwa Kifaransa ni Pascal, lakini Pasco. Sijui huyu baba alifanya nini, moi je ne lui connais pas, mimi simjui, ila nikaona kwenye social media watu wakaanza kunitumia mavideo, huyu anaongea vibaya kumuhusu, huyu anaongea vibaya kumuhusu, huyu mimi nikasema kuna nini? Nikaanza sasa kuangalia video za huyo mtu. Kumwona ni mhubiri wa Injili, tena anahubiri Injili vizuri tu, mnasikia watoto wangu. Sasa kuja kusikia kwamba eti alidanganya huyo Pasco, eti alidanganya, akasema ya kwamba anaumwa, alafu akaomba watu pesa eti aende atibiwe, watu wakatuma pesa, sijui nini, watu wengine wakafanya uchunguzi, wakacha kugundua ya kwamba alidanganya. Mnasikia vizuri hapo So watu wakaanza mwambia, wewe umedanganya, umetapeli watu pesa. Mtumishi wa Mungu, un serviteur de Dieu. Kuna watu niliita kwenye simu hiyo siku, nikamwambia hapana, hapana, hampashi kufanya hivyo. You must not do that, please. Amen. Kama ni kweli alidanganya na mnajua ni mtumishi wa Mungu, kazi ambayo nyinyi mnapaswa kufanya ni kujua kufichiana makosa. Kuna watu nilita kwenye simu huko Dar es Salaam, nikawapigia simu, nikamwambia mumefanya kosa kubwa sana, hampashi kutangaza makosa ya mtumishi wa Mungu. Je, mnaamini ni mtumishi wa Mungu? Wakasema ndio ni mtumishi wa Mungu. Mnaamini ni mpako mafuta? Wakasema ndio ni mpako mafuta. Mnawezaje kutangaza hata kama ni kweli? Ila mwenyewe alikuja kufanya video akakataa, akasema kwamba ni uongo. Sasa mimi nasema hata kama ni kweli alitapeli watu hivyo. Sasa si vizuri kuyatangaza makosa yake, si vizuri kuyatangaza madhaifu yake, sababu ni mtumishi wa Mungu. Mungu anaweza akaruhusu mtumishi wake aingie katika madhaifu ili wengine wapate laana. Mnasikia nyinyi watoto? Ndio maana kamwe hapana kutangaza madhaifu ya mtu wa Mungu, hapana kutangaza madhaifu ya Mkristo. Yaani mtu akifanya hivyo anajiwekea makaa ya moto juu ya kichwa. Si mnakumbuka hadithi ya Musa? Si Musa ndiye alihubiri ya kwamba Muisraeli asioe mwanamke wa kabila lingine? Aliyekuwa wa kwanza kuoa tena wa kabila lingine nani? Si ni yeye Musa? Akaenda oa mwanamke wa kimataifa, si hivyo? Dada yake Miriamu si akakasirika? Si akaanza kusema Musa amekosea? Muliona reaction ya Mungu aliyofanya? Mungu alikasirika, akapiga Miriamu kwa ukoo. Sasa jiulize, Mungu tena amekasirikaje? Si Mungu angeenda upande wa Miriamu, sababu Miriamu alikuwa ameongea kweli, lakini kwa sababu Miriamu aliongea vibaya kwa mtumishi wake, Miriamu akapigwa ukoo. Na ukiona katika msururu wa maandiko, watumishi wa Mungu wote waliokosea, makosa yao hayawekwaji wazi. Kuna utaratibu wa kumuonya, tafuta yeye, au acha kwanza hilo swala lipite. Sababu kama unaona swala liko tulia kwanza, liache kwanza lipite. Likishatulia endene mwende yule mtu, sababu wakati lile swala lingali fujo, hata ukimpigia simu hawezi chukua. Si yeye ataona kama vile na wewe unaona? Hata ukimuita hawezi chukua. Kwa hiyo wewe si unampenda, ni mtumishi wa Mungu, then wait for, yani subiri kwanza litulie. Likishatulia mwite kwenye simu, mwambie mtumishi wa Mungu, nimesikia kwamba umetapeli watu hela, habari hiyo ni ya kweli? Yeye atasema hapana, mimi sijatapeli watu hela, ni uongo. Na sasa tuje tuone, sasa twende upande wa pili, ni uongo sasa, hakutapeli zile hela. Wale watu je, watafanyaje? Unaona? Yaani kukosa upendo, kukosa hekima, kukosa maarifa, kukosa kila kitu imefanya watu wengi sana kujiwekea makaa ya moto juu ya kichwa. Ndio maana ninarudilia hili, ninawaambia kamwe hapana kutangaza makosa ya mtu. Mnasikia nyinyi watoto?
Sisi tumeumbwa hapa duniani, lengo ni moja, ni kupendana kwanza. Na mwenzako akikosea, enenda ukamuone. Watu wote walioonyiwa hadharani in public, walionyiwa ilikuwa ana kwa ana. Soma maandiko. Yesu alionya Petro, ilikuwa ana kwa ana. Hakuna mtu, kwa mfano mimi niko hapa, endene nianze ongea mule kanisani mwetu, ninaanza sema mabaya ya mtumishi mwenye yuko Kafulo, vile ninamuonya au ninatangaza makosa yake? Yeye mwenyewe hayuko pale kanisani, sawa? Endene naanza ambia waumini wa pale kanisani kwangu, aseme munaona mtumishi fulani ni mwizi. What am I doing? Kichwa changu kinafanya kazi vizuri kweli? Mtumishi mwenyewe hayuko hapo. Je, unamuonya au unatangaza makosa yake kwa kondoo wako? Humuonyi, sababu uwezi ukaonye mtu ambaye hayupo. Ayo hearing me. Kwa hiyo kama ni kumuonya yule mtu, ungesubiri kwa sababu yatulie, and then unampigia simu. Njoo upendo wa Yesu. Sisi ni mwili wa Yesu Kristo. Tunapaswa kujua kuleana katika makosa. Tunapaswa kujua yani kila mtu achukue makosa ya mwingine kama ya kwake. Tunapaswa kujua kufunikiana makosa. Hapana kutangaza makosa ya mtumishi wa Mungu au ya Mkristo yoyote. Ni kosa kubwa, ni kujiwekea mkaa juu ya kichwa. Ukitaka kumwonya mtu, mwendee ana kwa ana, au basi mwandikie barua. Au kama utamuonya hadharani, lakini basi iwe awe yuko pale. Awe yuko wapi? Pale. Huwezi muonya mtu na yeye hayupo. Eske unamuonya? Unaweza onya mtu na yeye hayupo? Kwa mfano tuko hapa kwenye maombi ya familia. Sisi tunafanya maombi ya familia, maombi ya kulala hapa. Kisha mimi nikae hapa nianze kuonya pastor mmoja mwenyewe yuko sijui yuko Marekani. Hivyo nitakuwa kweli kichwa kiko vizuri? Yaani mimi nasimama hapa ninaonya mtu mwenye kwa Marekani na hayuko hapa. Hapana, nitakuwa nimekosea. Cha ajabu sasa ninataja jina lake, Pastor John yuko Marekani, ni mwizi. What am I doing? Is that the spirit of God? Hiyo ni roho ya Kristo? Hapana. Kwa maana jioni ya leo watoto wangu, Mungu ameweka hili niwaambie kwamba tupendane, tuwe mtu mmoja, tuheshimiane, tujue kufunikiana makosa. Na ndio gisi mnapaswa muishi ninyi nyote. Mpendane. Unasikia Jonas? Kila mtu kufunika makosa ya mwingine. Sasa ukisha pita vituko hapa. Kuna watu waishafanya vituko vya ajabu ajabu hapa. Lakini niliwaambiaka mfunike. Msiende kutangaza makosa ya ndugu yenu nje. Sababu mkitangaza makosa ya ndugu yenu nje, aibu ni kwenu. Aibu ni kwetu sote. Makosa ya Kristina sote tutawekwa ndani. Makosa ya Stani sote tutawekwa ndani. Wafaransa wanasema le linge sale se lave en famille. Hakuna familia ambayo haina migogoro. Kila familia utakuta watu wanabebana. Lakini le linge sale se lave en famille. Ndo hekima ya uongozi, ndo hekima ya uchungaji, ndo hekima ya upendo, kujua kuleana, kujua kubebeana makosa. Mnasikia nyinyi watoto? Kwa hiyo pendaneni, na kila mtu awe haraka kufunika makosa ya mwingine, ila haimaanishi ya kwamba usimuonye. Ila taratibu za kuonya mtu, muonye ana kwa ana, mkaribie, au basi muandikie barua. Lakini kwanza umpe. C'est ça le christianisme. Na huyo ndo roho wa Mungu ndani ya mwanadamu. Kama una roho wa Mungu ndani yako, huwezi fanya hayo. Yaani utakuwa haraka kulipuka. Utasikia kama vile vitu vinakuwasha katika moyo wako. Na mimi niseme sasa, yaani utakosa amani, unalipuka. Hauna roho wa Mungu. Huko tuna pressure. Huko tuna ile jasho ya Yesu, jasho, lakini ndani yako tunaangalia sema huyu hana kitu. Bure kabisa. Kilichopo bado kwanza ni kumwombe. Kwa hiyo kwa haya machache, upendo wa Bwana upate nafasi katika mioyo yenu, na muendelee
Kupendana. Basi tuingie katika maombi. Kristina, ingia sasa.